Tumefurahishwa na kina mama kuona iwapo mazingira yake yatawezesha kuwaleta wale akina mama watakaotoka mataifa mbalimbali duniani, takriban mabunge 183 kuja kwenye mkutano huo wa 153 wa IPU mwezi Oktoba. Kwa hiyo tumeona ni sehemu nzuri, inafikika kirahisi. Huyu Madam Beatrice amepata ithibati kutoka taasisi husika za serikali. Yes. Na hapa alipo anafanya kazi kwenye majengo ya Temdo. Yes. Ambayo ni taasisi ya umma chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa hiyo tunaona kwamba ni sehemu nzuri na tumefurahishwa kama nilivyosema awali na hadithi aliyotusimulia kwamba tatizo la lishe duni lilianza kwa watoto wake na ndipo likampa nguvu na hamasa ya kuanzisha kiwanda kama hichi kidogo cha kuweka thamani kwenye lishe. Hapa tumeona vitu vingi sana, jinsi mboga za majani zinavyoweza kuwekwa kwa mfumo tofauti na kutengenezwa kama uji. Tumeona maharage yenye lishe nzuri, tumeona unga wenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali. Kwa hiyo tunaona ni mahali ambapo ni pazuri sana kwa lengo letu hasa lile la mkutano wa 153 wa IPU. Sasa ni kwa namna gani taasisi binafsi zina mchango katika kuboresha lishe nchini? Hii yenyewe huyu mama ni wazo aliloanza nalo binafsi baada ya kupata changamoto ya watoto wake. Alipoenda hospitali akaambiwa na daktari kwamba ni vizuri watoto wako huo unawapa vyakula fulani ili waimarike kiafya. Huyu mama sio mwajiriwa wa serikali, ni mjasiriamali mwenye ujasiri, lakini hapa ametueleza tayari ameajiri watumishi zaidi ya 7. Tayari bidhaa zake anaziuza kwenye maduka mbalimbali hapa Arusha na hata mikoani. Sasa hivi anafikiria kufungua tawi la kiwanda chake Dodoma. Kwa hiyo hizi zote zinafanywa na sekta binafsi. Kwa hiyo kupitia ubunifu wake ina maana watu watapata ajira, vijana, na itaenda zaidi kwa kusaidia lengo lake kubwa lile la kuondoa tatizo la lishe hususan miongoni mwa vijana. Miongoni mwa watoto. Ujumbe gani unaotoa kwa jamii kuhusiana na masuala ya lishe? Lishe, nchi yetu bahati nzuri ni nchi yenye imejaliwa, ni nchi ambayo mazao mengi ya kilimo yanamea. Changamoto iliyopo ni kuweka uwiano mzuri wa mazao na kuyawekea viinilishe ili yaweze kukidhi viwango na kuondoa tatizo la lishe hasa miongoni mwa watoto ambalo linaathiri sana akili kwa maana ya ukuaji wa kiakili lakini kimwili. Kwa hiyo jamii ihamasishwe na tumemwomba Mama Beatrice ajaribu kutumia sana teknolojia za kisasa ili awafikie watu walio wengi zaidi, badala ya kusubiri watu wamtembelee hapa kiwandani au waende kwenye matawi yake ambako anauza bidhaa zake mbalimbali. Nikushukuru sana. Nashukuru sana.